Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka, si wengine au unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kwenda sivyo kwenye kikosi cha klabu ya soka Young Africans, ambapo mtifuano umekuwa ni mzito kweli kwa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa. Mambo yameonekana kuwa mazito. Young Africans ni kama msimu huu wanazidi kuandamwa kweli. Ukiachana na majeraha ambayo yapo kwenye kikosi cha klabu ya soka Young Africans, wanakuja kukutana na issue kutoka TFF, ambapo inaelezwa kwamba Young Africans wapo hatihati kuweza kupoteza ubingwa wa msimu huu ambao wanaupambania, ambao utakuwa ni ubingwa wa 5 endapo wakifanikiwa kuweza kuchukua. Na ubingwa huu umekuwa na makando mengi kweli. Endapo Young Africans akiuchukua, basi itakuwa ni shughuli kweli, kwa sababu wanakutana na vita nzito kweli kila upande. Sasa kile kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha Young Africans, inaelezwa kwamba mambo yamekuwa ni mazito kweli, na mimi nikaona sio vyema nikusogezee kile ambacho kinachoendelea kwa sasa huko katika hapa nazungumzia TFF pamoja na Young Africans kuhusiana na issue ambayo inayoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha Young Africans. Ni issue gani hiyo? Ni hii hapa, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya hapa nazungumzia Wina Media, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa, ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza neno jekundu liloandikwa subscribe, kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu kuna katika kikosi cha klabu ya soka, si wengine unazungumzia hawa ni wananchi Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Karibu. Bana, klabu ya soka Young Africans kumekuwepo na mvutano mzito kweli ambao unaendelea kwa sasa juu ya kile ambacho kilichokuwepo. Mambo yameanza hivyo kuhusiana na yale ambayo yaliyotokea, ambapo kumekuwepo na mvutano mzito kati ya Simba Sport Club pamoja na TFF pamoja na Young Africans, ambapo Simba waliwasilisha kesi yao kama nilivyotoka kuambia katika video za nyuma kuelekea TFF, wakilalamika ya kwamba Young Africans wanatumia wachezaji 13 wa kigeni, na ambapo sheria inasema ni wachezaji 12 tu pekee ndio wanaoruhusiwa kuweza kusajiliwa, ambapo Young Africans wao wanaonyesha kwamba kile kilichoweza kutokea ni kana kwamba wamekiuka sheria, ambapo adhabu ambayo mara nyingi hufanyika ni mchezaji yule ambaye ameingia kwenye mfumo tofauti, basi mchezaji huyo kama walimtumia katika michezo ambayo iliyokuwepo, basi watalazimika kuweza kukatwa pointi kulingana na michezo ambayo mchezaji huyo amecheza katika mashindano husika. Sasa Damaro na Young Africans ametua dirisha dogo la usajili, na ndipo ambapo alipoanza kukiwasha kweli na akapewa nafasi ya kucheza katika michezo mingi. Alionekana akiweza kucheza Damaro. Kwa hiyo watu wakawa wanajiuliza inakuwaje, vipi itawezekana issue Young Africans wao kuweza kukatwa pointi,
Lakini ukweli uko vipi kuhusiana na issue hii ya kesi ya Damaro, ambapo hii kesi ya Damaro kiutani kama rahisi fulani hivi, alafu ukiangalia kiundani kama Simba ni kama ngumu, kwa maana Simba inaonekana kama wana hoja fulani hivi. TFF anasomeka Damaro ni Mtanzania, FIFA ni Mguinea. Kwa mantiki hiyo, Simba imeona Yanga inatumia wachezaji 13 wa kigeni kinyume na kanuni inayotaka wachezaji 12 tu. Iwapo Simba atashinda hii kesi, maana yake Yanga inaweza kunyang'anywa alama zote za mechi walizomhusisha Damaro kama Mtanzania, ambapo kwa kile ambacho kinachoonekana kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, ambapo Yanga wenyewe wanakuambia kwamba hakuna pointi ambazo zitakazoweza kutoka za mezani, kwa vile ambavyo wenyewe Young Africans wanaamini, kulingana na kile ambacho kilichokuwepo, ambapo inaelezwa kwamba yale ambayo yanayoendelea kwa sasa, ambapo Simba Sport Club wenyewe lengo lao wanataka kwenda kasi, ambapo kwa kuanzia wameanzia, inaelezwa wameanzia hapa kwenye mahakama ya usuluhishi, ambapo hapo wameanzia kwenye kamati ya ardhi ya wachezaji ili kuweza kupata kile ambacho wao wanakitaka, alafu mwisho wa siku sasa ndio wanahitaji kwenda kufika juu zaidi kasi, ili kuweza kupata kile ambacho wenyewe wanakitizamia, kuona kama namna wanaweza kupata hizo pointi za mezani, kwa sababu kile ambacho kinachoonekana ni kwamba pengine namna ambavyo mambo yalivyo, wanaamini kabisa kwamba wana uwezo wa kupata kile ambacho kinachopatikana kwenye kikosi chao. Wanaamini kwamba pointi zinaweza kupatikana, na wakienda kasi, basi kila kitu kinaweza kikawa kipo vizuri zaidi kwa upande wao, na ndio maana wameendelea kuweza kulishikilia jambo hili. Lakini anazungumza Ahmed Ali Kamwe, afisa habari wa klabu ya soka ya Young Africans. Yeye ameweza kuandika, anasema ya kwamba yule mwanasheria Uchwala wa Kolo anachoweza kukata pale Karume ni kiuno tu, sio pointi za wanaume Yanga. Unaona bana, ameandika meneja wa habari na mawasiliano Ali Kamwe juu ya kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi. Ni kama wanakataa kukatwa pointi Young Africans, kwa kile ambacho kinachoonekana ni kana kwamba Young Africans kwa sasa wao wanachoamini kwamba hawatoweza kukatwa ubingwa, ambapo anaandika mchambuzi hapa, anazungumzia Wilson Oruma, anasema kwamba kama ubingwa wa ligi kuu msimu huu utaenda Yanga, haitakuwa kwa sababu ya ubora wa Yanga, itakuwa kwa sababu ya uzembe wa Simba. Unaona bana, akiamini hivyo kinachoendelea kwa sasa huko kwenye kikosi cha Young Africans. Bana, weka maoni yako hapo chini kuhusiana na issue hii ya Damaro. Wewe umeionaje? Imekaaje? Simba wana pointi, hawana pointi? Young Africans wana makosa au hawana makosa? Nani anaweza kushinda kwenye hili? Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comments. Usisahau kusubscribe na kubonyeza